Kwa hiyo Uislamu hakumnyanyapaa mwanamke, anaweza akawa bora kuliko mwanaume. Na ndio tunachokiona kwa Mama Samia. Ni mangapi mpaka tuyaseme ambao Mama Samia ameyafanya. Na kuna watu wanasema labda mimi najipendekeza, nataka uongozi. Maneno sio kweli. Kwanza mimi ni kiongozi, kwenye kalamu ya Samia inaongea. Mimi ni mratibu upande wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Watukufu ndugu zangu Waislamu na wale ambao bado hawajabahatika kuwa Waislamu, tukiwa tunaelekea katika uchaguzi, kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wananishutumu. Nilikuwa kuna posti moja, ni posti ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kuna watu wenyewe wanajiita watu wa msimamo, walianza kwa maneno kwamba huo ni ufasiki, unaunga mkono mwanamke, uongozi mwanamke, Uislamu unakataza. Nikajaribu kutoa ufafanuzi, lakini bado wakasema watanitumia ushahidi. Wakatuma baadhi ya klipu ambazo zilikuwa kuna baadhi ya wanachuoni mashehe ambao walikuwa wanazungumzia swala la kwamba mwanamke hafai kuwa kiongozi. Na pia walijaribu kunukuu katika Qur'ani sura ya 4 aya ile ya 34 ambao Mwenyezi Mungu anasema baada ya billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, kwamba wanaume ni waangalizi ama ni walinzi ama ni wasimamizi wa wanawake. Lakini hii aya kuifasiri kwamba ndiyo aya inakusudia mwanaume ndio kiongozi, itakuwa ni fasiri mbovu, kwa sababu neno qawwamuna, asili ya hilo neno, yani masdar ya hilo neno ni qumu, yani na maana ya kusimamia, kuangalia ama ulezi. Kwa hiyo haina asili ya uongozi. Kwa hiyo kuifasiri, na ndio maana najaribu kuwataka ambao wameleta hizo hoja, hebu wachunguze tafsiri zote, kama qawwamuna hapa ina maana ya kiongozi. Haina maana ya kiongozi. Na ndio maana hii aya mbele inakusudia kwa kile wanachokitoa, kwa maana Mwenyezi Mungu amewafadhilisha wengine kuliko wengine, na kile wanachokitoa, wanaokusudia hapo ni wanaume kutoa mahari kwa wanawake. Kwa hiyo wanawake wanatakiwa watii. Kwa hiyo aya hii haihusiani na masuala ya uongozi kati ya mwanamke au mwanaume. Hii aya inakusudia kwenye ndoa kwamba mwanamke anatii. Kwa hiyo haina mahusiano na uongozi. Kwa hiyo ni fasili mbovu na kutaka kupotosha watu. Kwa hiyo kama ni kigezo, hii aya inahusiana na masuala ya ndoa na uangalizi wa wanaume kwa wanawake, kwa maana kuwalisha, kuwavisha na mambo mengine. Kwa hiyo aya haina mahusiano. Lakini pia ikanukuliwa hadithi, na kuna baadhi ya watu kasema wewe una Google si na nini. Sasa mimi leo nakuja na hadithi inayonukuliwa, huwa inanukuliwa katika Sahih al-Bukhari juzuu ya hii hadithi ambao wanaitumia hadithi hii. Hata hawa wale ambao katika klipu ambao umeletewa, baadhi ya mashekhe ambao wametumia ni hadithi ya 1799. Nitaisoma hii hadithi. Mtume SAW anasema kwenye hadithi kwamba huyu sahaba anasema ani al-Hasan ani Abi Bakrata qala laqad nafa'ani Allahu bikalmatin ayyamal jamal lamma balagha an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama anna farisan mallaku ibnata Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrahum mraata. Hadithi hii nasema katika, nitatumia fasili iliyowekwa humo ya Kiingereza, nasema narrated Abu Huraira, narrated Abu Bakara during the battle of Jamal. Kwa hadithi hii kwanza inahusu ni kipindi cha vita, katika vita vya ngamia. Allah benefited me with a word I heard from the prophet, kwamba Mwenyezi Mungu ameninufaisha kwa neno nililosikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. When the prophet sallallahu alaihi wasallam heard the news that the people of the Persia had made the daughter of Kisra their queen ruler, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia
kwamba mtoto wa Kisra, yani watu wa Pasha wamemfanya mtoto wa Kisra kuwa ndio amiri, yani kiongozi. Hapa ni kiongozi wa jeshi. He said, never will succeed such a nation as makes women their ruler. Kwamba taifa lolote ambalo linaongozwa na mwanamke haliwezi kufanikiwa. Sasa hadithi hii inatumika, na mimi nimefasiri kwamba huu ni kiongozi wa jeshi na muongozo, kwamba kilichokusudiwa hapa sio rais, sio mkuu wa mkoa, sio mbunge wala waziri. Kilichokusudiwa hapo ni uongozi, kwa maana mwanamke, taifa lolote lenye kuongozwa, kwa maana kwenye vita, jeshi ambalo litaongozwa na kamanda mwanamke haliwezi kufanikiwa. Ndio kilichokusudiwa kwenye hadithi. Haina maana hadithi inakataa kwamba mwanamke hawezi kuwa kiongozi, hasa kiongozi wa kijamii. Kwa hiyo tunapomzungumzia Mama Samia ni kiongozi wa kijamii, sio imamu wa msikiti wala sio khatibu wa msikiti. Sasa wameitumia hadithi hii ya 799. Hii hadithi ni fupi na haina ufafanuzi. Na kwa nini mimi nimesema aliyekusudiwa Mtume SAW, aliyemkusudia kiongozi, alikusudia kamanda wa kivita? Ushahidi natoa. Hii hapa nimesoma juzuu ya 9. Ndio iliyonukuliwa, hata wanachuoni walioitumia wametumia juzuu ya 9 ambayo ndio wameisoma. Sasa mimi nasoma juzuu ya 5. Sasa mimi natoa ushahidi kwamba Mtume SAW aliyekusudia hakukusudia kiongozi kwa maana ya rais ama mbunge ama waziri, alikusudia amiri wa kivita. Sasa tusome katika hadithi na nawatajia na ukurasa. Natumia tafsiri ya Dr. Muhammad Muhsin Khan. Dr. Muhammad Muhsin Khan, former director, University Hospital, Islamic University Al-Madinati Al-Munawwara. Kwa hiyo huyu ni msomi, mwanachuoni ambaye ni Dr. Muhammad Muhsin Khan. Kwa hiyo ndio ninayemtumia na tafsiri yake. Kwa hiyo hadithi nyingine ambayo hii ni hadithi 4425 inasema hivi, inaanza kama ilivyoanza vile. Anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'ani Allahu bikalmatin sami'tuha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'da ma kidtu alhaqu bi ashabil jamal فأقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن نفلح قوم ولو أمرأهم امرأة. Tuende katika translation iliyopo hapa. Inasema narrate Abi Bakara during the days of battle, kwamba amesema Abu Bakara katika kipindi cha vita of Al-Jamal. Kwa hiyo ilikuwa katika vita ya ngamia. Allah benefited me with a word I had heard from Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam after I had been about to join the companions of Al-Jamal. Kwa hiyo anasema Abu Bakara anasema kwamba hakika Mwenyezi Mungu ameninufaisha mimi na kusikia neno kutoka kwa Mtume SAW baada ya mimi nilipokaribia kwenda kujiunga na kundi yani kundi la maswahaba la kikosi cha ngamia. Kwa hiyo anasema and fight along with them, kwamba niende kupambana nikiwa pamoja nao. When Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam was informed that the Persian had crowned the daughter of Kisra as their ruler, he said, such people as ruled by a lad will never be successful. Kwa Mtume SAW alivyopewa taarifa hizo akasema, kwa baada ya kuambiwa kwamba Wapashia wamemsimika mtoto wa Kisra, binti wa Kisra kuwa ndio kiongozi, akasema Mtume SAW kwamba watu ambao wanaongozwa na mwanamke hawatafanikiwa. Kwa hiyo hapa kilichozungumziwa ni kamanda wa vita.
ndiye aliyekusudiwa, sio kiongozi kwa maana tu ya kiongozi. Hii maneno sio sahihi. Kwa hiyo hadithi hii imefafanua. Kwa hiyo mmejibu kwa hadithi. Kwa hiyo hapa chini anasema Abu Bakra did not fight on that side because the army was led by a woman. Kwa hiyo hapa tunaambiwa Abu Bakra hakupigana katika pande ule wa lile jeshi kwa sababu ilikuwa likiongozwa na mwanamke. Kwa hiyo hadithi ya kusema kwamba mtume amekataza kiongozi mwanamke, taifa lolote ambalo linaongozwa na kiongozi mwanamke haliwezi kufanikiwa, kilichokusudiwa hapo sio kiongozi kwa maana rais, mkuu wa mkoa ama waziri. Mtume SAW alimkusudia kamanda wa vita, kwamba hawezi kufanikiwa katika taifa akiwa ameongozwa kamanda wa kivita katika vita kwamba ni mwanamke. Kwa hiyo sio kiongozi kama kiongozi kwa maana ya kumkataa Mama Samia. Hii sio sahihi. Na kama utatumia mafuhumu ya hadithi kwamba ni kiongozi yoyote, basi tutamfanya Mtume SAW kuwa ni muongo, kwa sababu yapo mataifa yanaongozwa na mafanikio yapo, wameongoza wanawake tena wana hekima nzuri. Mfano Uingereza. Hapa Tanzania tu Mama Samia mambo mengi aliyofanya. Majuzi tu alikuwa anafungua daraja la Kigongo Busisi na vitu vingi ambavyo vinaonyeshwa. Kwa hiyo tutataka kumfanya kwamba mtume ni muongo sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa si muongo. Mwenyezi Mungu atuepushe na hilo. Kwa hiyo watu wasiongee kwa ushabiki. Lakini kingine pia, Qur'ani inakubali kuwa mwanamke anaweza akawa kiongozi wa kijamii. Mfano Qur'ani ukisoma katika sura ya 27, surati Namru, inaelezea kisa cha Malkia Balkisi na hata kuonyesha ushauri wake kwamba ni bora kuliko hata wanaume. Kwa mfano, kipindi analetewa taarifa baada ya Suleiman kuambiwa yupo mwanamke anatawala na ana kiti cha enzi, Suleiman akatuma mjumbe kwa maana ya yule ndege aliyetumwa kule Hudihudi. Lakini ikaletwa taifa kwamba katika eneo lile yule mwanamke ni kiongozi na wanaabudia jua. Ushaitani wamewapambia. Kwa hiyo Nabii Suleimani akatuma barua, na hiyo ndio barua inasema katika aya ya 30, innahu min Suleimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Kwa hiyo barua ile ikatumwa kwa jina la Mwenyezi Mungu, kwamba imetoka kwa Suleiman, nayo kwa jina la Mwenyezi Mungu, njooni msifanye jeuri, na njooni hakuwa mmesilimu, mmenyenyekea, mmetii. Kwa hiyo kiongozi baada ya kupata barua ile, ukisoma aya 32, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amra hatta tashahadun. Kwa hiyo akawaambia, enyi waheshimiwa, nipeni ushauri na mimi sikate kauli mpaka muwe mmehudhuria. Kwa hiyo hatoi judgment yoyote wala mpaka wao wamehudhuria. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid fandhuri ma ta'murina. Kwa hiyo akamwambia, sisi tuna nguvu. Malkia Balkisi baada ya kuambia makamanda wake kwamba amepata barua tukufu iliyotoka kwa Suleiman, akawaita makamanda wake. Baada ya kuita makamanda wake, ndio wakasema, sisi tuna nguvu, yani sisi tuna nguvu, tuna uwezo mkubwa, na tunatazama utakachokiamua, yani tazama kile utakacho tuamrisha. Akasema, angalia mwanamke alivyokuwa kiongozi, na Qur'ani kamsifia. Anasema, qalat innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzatan ahliha adhillata wa kadhalika yaf'alun. Kwa hiyo mwanamke yule, angalia aliyoutoa ushauri. Wale watu wake makamanda walikuwa wanataka vita, lakini mwanamke akasema hapana, kwamba hakika ya wafalme wanapoingia katika miji, basi kwanza hufanya ufisadi na huwafanya wale wenye nguvu watukufu kuwa dhaifu, na hivyo ndivyo wanavyofanya. Angalia, angekuwa mwanaume tu angefuatwa tayari, ingekuwa ni ngumi mkononi kwenda kupigana. Huyu ni mwanamke. Sasa mnaposema kwamba mkitumia hadithi ya Mtume SAW ambaye alikusudia kamanda wa kivita, nyinyi mkasema ni kiongozi yoyote wa taifa hafai, kwa maana kiongozi yote na maana rais kwamba hafai.
Hii ni tafsiri potofu kabisa ambayo inataka kumfanya Mtume SAW ni muongo. Kwa hiyo mnataka kusema kwamba Mama Samia hajaleta mafanikio yoyote katika nchi ya Tanzania. Twende Uingereza. Uingereza ni nchi ambayo kiongozi mkuu ni malkia, na ndio maana kiongozi wa kiserikali anakuwa waziri mkuu. Tuambieni, Uingereza haina mafanikio au mnataka kumfanya Mtume SAW ni muongo? Kwa hiyo Mtume SAW ni mkweli, na alichokikusudia ilikuwa ni kamanda wa jeshi. Ndio maana tunaambiwa Abu Bakara hakuingia katika ile jeshi kwaenda kupambana, kwa sababu kiongozi wake wa vita katika ile jeshi alikuwa ni mwanamke. Kwa hiyo watu wasiongee kwa ushabiki na tusiwe wavivu pia kusoma. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wananishutumu wanasema una Google, jamani, nimekuja na ushahidi huu. Nimesoma juzuu ya 9 hadithi ya 799, nimesoma juzuu ya 5 hadithi ya 4425. Kwa hiyo hadithi ya 4425 ndio inafafanua kuonyesha hata ule swahaba hakujiunga na lile jeshi kwa sababu alikuwa kamanda wake ni mwanamke. Kwa hiyo tuache maneno ya ukifedhuli kutaka kufanya Mtume SAW ni muongo. Kwa hiyo tumeona, au nani asiyejua kwamba Mama Samia kuna mambo ameyafanya hata marais waliopita hawakufanya. Kwa hiyo ni kuonyesha kwanza viongozi hawa wanakuwa ni wanawake, kwanza wanakuwa na huruma. Na ndio mfano tulioona hapo, huyu Malkia Balkisi aliwahurumia watu kwamba mafalme wanapoenda kupambana wakikutana, basi wale watukufu wanakuwa wanyonge. Lakini kama hiyo haitoshi, Qur'ani imesema hivyo. Imemkuta Malkia Balkisi akiwa ni kiongozi na anatawala watu na ana kiti cha enzi. Lakini Uislamu haukuenda kumnyang'anya uongozi. Alichoambiwa tu yeye ni kutii, kuwa Muislamu na kutii sheria na kumwabudia Mwenyezi Mungu baadaye kuliabudia jua. Uongozi wake ulibaki kama ulivyo. Hiyo ni Qur'an. Sasa mnataka hadithi gani ambao muielewe? Lakini kingine, pale Madina sahaba Khalifa Umar ibn Khattab alimchagua Shifa binti Abdillahi kuwa kiongozi wa masoko Madina. Na alikuwa huyu ni msomi, hata zama za Mtume SAW, Mtume SAW alikuwa huwa anamtembelea mara kwa mara, alikuwa ni msomi, na huyu ni miongoni, hata mke wa Mtume SAW aliwahi kufundishwa kuandika na kusoma na kuandika. Na huyu ndiye alichaguliwa kwa sababu ni msomi, ni swahaba na ni msomi, alichaguliwa kuwa kiongozi kisheria. Na Umar ibn Khattab akawa kiongozi, anasimamia masuala ya mapato katika biashara na wale ambao hawaingizi mapato ya katika serikali, ambaye huyu alikuwa ni kiongozi wa kijamii, lakini alikuwa kisimamia. Na haina maana labda mtuambie kwamba yule alikuwa ni anasimamia biashara za wanawake. Hapana. Kwa hiyo Uislamu hakumnyanyapaa mwanamke, anaweza akawa bora kuliko mwanaume. Na ndio tunachokiona kwa Mama Samia. Ni mangapi au mpaka tuyaseme ambao Mama Samia ameyafanya. Na kuna watu wanasema labda mimi najipendekeza, nataka uongozi. Maneno sio kweli. Kwanza mimi ni kiongozi, kwenye kalamu ya Samia inaongea. Mimi ni mratibu upande wa Uislamu. Na miongoni mwao ambao tumo katika kalamu ya Samia akiwemo na Sheikh Hilali Shaweji Kipozeo. Na pia wapo wachungaji akiwemo pia na wahubiri wamo, akiwemo Zebedayo Mwangunda yupo katika kalamu ya Samia. Tunao pia viongozi wa wazee, tunao viongozi wa jamii tofauti, akiwemo pia kuna baadhi ya viongozi ambao tunao waratibu, akiwemo Joseph Yona. Tunaye. Sasa sio kwamba mimi labda nazungumza kwa sababu labda najipendekeza, mimi ni kiongozi tayari, kwenye kalamu ya Samia inaongea. Kwa hiyo wala sisemi kwa sababu nahitaji uongozi, na sikuingia kubahatisha kuwa mratibu upande wa Uislamu, ambao wapo waratibu upande wa Kristo, wapo wachungaji. Lakini ninachokisema ni kwamba tuwe wa kweli, tusiwe wanafiki. Na tunapoizungumzia aya ile sura ya 4 aya 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, ile aya haikusudii viongozi. Kwanza neno hilo haina tafsiri ya kiongozi. Hao ni uangalizi na kusudia mambo ya ndoa. Kwa hiyo tumeona Malkia Balkisi, Qur'ani imemsifia kwa mengi tu, nadhani wengi wanakifahamu hicho kisa vizuri. Kwa hiyo ninachokieleza ni kwamba kiongozi anaweza akawa mwanamke akawa bora zaidi. Mfano, tumeona